This is Frontline News. Voice of Siga, the home of hopeful voices. Habari za jioni mpenzi mtazamaji wangu, na karibu katika taarifa za habari kwenye runinga ya Voice of Siga, tukikutangazia moja kwa moja leo hii ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 5. Mimi ni Mitch Osunga na haya ndiyo yanayojiri nchini. Vidokezo: taharuki Bomet baada ya mwanaume mmoja kukamatwa kwa kujaribu kuuza nyama ya mbwa kama nyama ya kawaida. Bodi ya sukari yatoa shilingi milioni 600 kuwalipa wafanyakazi na wakulima. Askofu Ole Sapit awakosoa viongozi kuhusu mipango ya kiuchumi ya kisasa. Naam. Hali ya taharuki yatanda eneo la Sotik, kaunti ya Bomet baada ya mwanaume mmoja kukamatwa kwa madai ya kuchinja mbwa na kujaribu kuuza nyama hiyo kwa umma. Mwanahabari wetu Patience Muhande ana habari mengi zaidi. Wakazi wa Sotik katika kaunti ya Bomet waliachwa na mshtuko siku ya Ijumaa baada ya polisi kumkamata. Ripoti hiyo, maafisa wa polisi walianzisha operesheni iliyopelekea Kigen kukamatwa na kurejeshwa takriban kilo 15 za nyama nyekundu ya mbwa. Nyama hiyo ilipakiwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki. Ilidaiwa ilikusudiwa kuuzwa kwa nyama ya kawaida kwa wanunuzi wasiotarajia. Baada ya kuhojiwa, mshukiwa alikiri kosa hilo na kufichua kuwa alikuwa amepanga kusambaza nyama hiyo kwa wakazi bila kufichua chanzo chake halisi. Idara ya mifuko ya kaunti iliitwa kusaidia katika uchunguzi na tangu wakati huo imechukua sampuli za nyama kwa uchambuzi zaidi. Mshukiwa huyo bado yupo kizuizini na anatarajiwa kushtakiwa kwa kuchinja mnyama ambaye hajatangazwa kinyume na fungu cha 2 cha sheria ya kudhibiti nyama CAP 356 pamoja na ukatili kwa wanyama. Mamlaka imeonya umma kuwa macho na kuhakikisha wananunua nyama kutoka kwa vyanzo vilivyoidhinishwa. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo. Nikiripotia Voice of Siga, langu jina ni Patience Muhande. Na bodi ya sukari nchini Kenya sasa yatoa shilingi milioni 600 kwa ajili ya kufanya malipo ambayo hayakuwa yamekamilishwa. Malipo haya ni pamoja na madeni ya mishahara kwa wafanyikazi na malipo ya wakulima wa miwa. Mwanahabari wetu Charles Musoka anatupasha mengi. Bodi ya sukari ya Kenya imetoa zaidi ya shilingi milioni 600 kwa wafanyakazi wa viwanda vya miwa, na hivyo kuashiria hatua muhimu katika juhudi zake za kufuta madeni ambayo bado haijalipwa yanayodaiwa na wafanyikazi na wakulima. Malipo hayo yanakuja kama sehemu ya mpango mpana wa serikali ya kukodisha viwanda 4 vya sukari vinavyomilikiwa na serikali chini ya mpango wa ufufuaji wa sekta hiyo inayotatizika. Kwa malipo haya ya hivi punde, jumla mzigo wa deni umepunguzwa kutoka bilioni 5.6 hadi bilioni 5 ikisubiri ukaguzi wa mwisho. Bwana Chesire aliwahakikishia washikadau kwamba mfumo wa ukodishaji umeundwa ili kulinda uadilifu na usimamizi bora wa viwanda. Akijibu wasiwasi wa umma kuhusu muda wa kukodisha, Bwana Chesire alieleza kuwa muda ulioongezwa ni muhimu ili kuhimiza uwekezaji kwa maana muda mrefu wa washirika wa sekta binafsi. Bodi ilithibitisha dhamira ya uwazi, uwajibikaji na uangalizi unaowajibika katika mchakato mzima wa ukodishaji, ikisisitiza lengo lake kuu ni kujenga sekta ya sukari endelevu na yenye ushindani nchini Kenya. Nikiripotia Voice of Siga, jina langu ni Charles Musoka. Na askofu mkuu wa Anglikana nchini Kenya Jackson Ole Sapit awakosoa viongozi wa serikali kuhusu mipango ya kiuchumi ya kisiasa. Mwanahabari wetu Shantana Shitakwa ana maelezo zaidi. Askofu mkuu wa Anglikana Jackson Ole Sapit amekosoa mipango ya uwezeshaji wa kiuchumi katika kaunti ndogo na kuzitaja kuwa zinazoendeshwa kisiasa na zisizofaa. Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Limuru, aliitaka serikali kuelekeza fedha kutoka kwa miradi ya ishara hadi mahitaji muhimu kama vile ukomo wa shule. Ole Sapit aliongeza,
Wakuu wetu wanalia kwa sababu kichwa hakitoshi. Hawawezi kuweka wanafunzi wetu mradi tu tunataka wawe shuleni. Pia alilaani kuongezeka kwa ghasia za kisiasa, akionya kwamba inatishia utulivu wa kitaifa na kutoa wito kwa Wakenya kulinda maeneo ya kidemokrasia. Nikiripotia Voice of Siga, jina langu ni Santana Shtakwa. Na mtazamaji wangu, habari hiyo ndio inatuleta mwishoni mwa muhtasari wetu jioni ya leo hapa Voice of Siga. Sina la ziada ila kukutakia jioni na usiku mwema. Langu jina Mitch Wasunga. Kwaheri.